Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, leo ni Ijumaa Aprili 17. Mimi ni Halima Nyanza nikukaribisha katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Katika Amka na BBC asubuhi hii, makubaliano kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku 10 zijazo yameanza kutekelezwa. Rais wa Marekani Donald Trump asema ana matumaini ya kufikia makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran. Je, umewahi kushuhudia eneo kubwa la makaburi wanapozikwa wanyama wafugwao nyumbani kama paka na mbwa na kupewa hadhi sawa kama binadamu? Ela tulikuwa tunampenda sana kama mtoto wetu. Alikuwa paka mrembo, alikuwa na watoto wake walikuwa wanajaribu kumnyonya wakati ashakufa. Hiyo kitu iliniuma sana. Na katika gumzo leo tunaangazia ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kiniambia timu ambayo wanaitazama kama inaweza kuwa bingwa, Arsenal namuweka namba 1, alafu anafuata Bayern Munich. Mchezo wa Bayern dhidi ya PSG, nafikiri bingwa pia anaweza katoka hapo. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Carol Robi. Shukran Halima. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku 10 zijazo yameanza kutekelezwa. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani yanatarajiwa kurahisisha uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya kumaliza vita vya Iran. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah limedokeza kuwa litaheshimu makubaliano hayo. Saa chache tu baada ya kutangazwa kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yameanza kutekelezwa, jeshi la Lebanon limeripoti kuwa Israel imeyakiuka kwa kushambulia vijiji kadhaa vya kusini mwa nchi hiyo. Israel imesisitiza kuwa majeshi yake yatasalia katika maeneo yanayoyadhibiti. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema wamefurahishwa na makubaliano hayo. Tunapokea vyema hatua zitakazomaliza uhasama na dhiki kwa pande zote mbili. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kisiasa na wa kulinda amani uko tayari kuunga mkono juhudi hizo, na tutaendelea kutoa wito wa kutekelezwa kikamilifu kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 1701 na kuwa utekelezaji kamili ili kuelekea makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita na suluhisho la kudumu kuhusu mzozo huo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini kuwa kutafikiwa makubaliano ya amani na Iran, akiongeza kuwa wako karibu mno kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita. Rais Trump anasisitiza kuwa Iran imekubali kukabidhi madini yake ya urani ambayo yanaweza kutumika kutengeza silaha za kinyuklia. Kiongozi huyo wa Marekani amesema duru nyingine ya mazungumzo kati ya wajumbe wa nchi yake na wa Iran huenda ikafanyika wikendi hii, lakini ameonya kuwa huenda vita vikarejea iwapo hakutofikiwa makubaliano kati ya pande hizo mbili. Awali balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amesema nchi yake iko katika hali ya ati kuhusu kufanyika kwa mazungumzo na Marekani. Afisa mwandamizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza Ollie Robbins amejiuzulu baada ya kubainika kuwa Peter Mandelson aliteuliwa kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani licha ya kufeli mchakato wa kuhakiki iwapo anakidhia vigezo vya kiusalama vya kushikilia wadhifa huo. Lord Mandelson baadaye alifutwa kazi kutokana na kashfa ya kuhusishwa na mhalifu wa unyanyasaji wa kingono Jeffrey Epstein. Bwana Robbins hakumfahamisha Waziri Mkuu Keir Starmer kuwa Lord Mandelson alifeli mchakato wa kiusalama wa kuhakiki kama anaweza kuwa balozi. Shinikizo la kumtaka Waziri Mkuu Starmer kujiuzulu limeibuka tena, akishutumiwa kwa kulipotosha bunge kuhusu Lord Mandelson. Na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limezindua programu mpya kutumia akili unde kufuatilia na kukabiliana na njaa katika zaidi ya mataifa 50. Mkurugenzi mkuu wa WFP Cindy McCain amesema programu hiyo ijulikanayo Hunger Map Live itaweza kutoa matokeo sahihi zaidi ya kufuatilia mwenendo wa baa la njaa na hivyo kusaidia katika operesheni za upatikanaji wa chakula cha kutosha. Hii ni BBC. Na Mkaro Robi kwa wiki nzima ndiye aliyekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyapata pia kupitia Radio Kwizera, Radio 1, Radio Free Africa na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Milele FM, Mwanedu FM, Nyota FM pamoja FM. Uganda, Voice of Muhabura, Voice of Karamoja na Radio Paiza. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu.
Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku 10 zijazo yameanza kutekelezwa. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani yanatarajiwa kurahisisha uwezekano wa mazungumzo ya kuvimaliza vita vya Iran. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah limedokeza litaheshimu makubaliano hayo. Carol Robi na taarifa zaidi. Saa chache tu baada ya kutangazwa kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yameanza kutekelezwa kati ya Lebanon na Israel, jeshi la Lebanon limeripoti kuwa Israel imekiuka kwa kushambulia vijiji kadhaa vya kusini mwa nchi hiyo. Jeshi hilo limewatahadharisha wakazi wa kusini mwa Lebanon kutorejea makwao kwa sababu hali bado ni tete. Israel imesisitiza kuwa majeshi yake yatasalia katika maeneo inayoyadhibiti. Iran imesema imepokea vyema makubaliano hayo ya kusitisha vita, lakini imetaka majeshi ya Israel kuondoka kabisa Lebanon. Israel imekuwa ikipambana dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah tangu mwanzoni mwa mwezi uliopita wa Machi. Hezbollah ilirusha makombora kuilenga Israel, kuiunga mkono Iran katika vita na Israel na Marekani. Zaidi ya watu 2,000 wameuawa katika mashambulizi hayo na zaidi ya watu 1.2 milioni wameachwa bila makazi nchini Lebanon. Hezbollah haijatoa taarifa rasmi kuwa itayatambua makubaliano hayo ya kusitisha vita kwa siku 10 zijazo, lakini mmoja wa maafisa wake waandamizi amesema kundi hilo litayaheshimu makubaliano hayo iwapo Israel itakomesha mashambulizi dhidi ya wapiganaji wake. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatumai Hezbollah watajiendesha vizuri katika kipindi hicho cha siku 10 alichokiita kipindi muhimu kwao. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano kati ya nchi yake na Lebanon ni fursa ya kihistoria kuelekea kufikiwa makubaliano ya amani ya kudumu, lakini amesisitiza kuwa Hezbollah kuweka chini silaha ni mojawapo ya masharti ambayo sharti yazingatiwe. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema wamefurahishwa na hatua zilizochukuliwa na Israel na Lebanon kusitisha mapigano. Tunapokea vyema hatua zitakazomaliza uhasama na dhiki kwa pande zote mbili. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kisiasa na wa kulinda amani uko tayari kuunga mkono juhudi hizo, na tutaendelea kutoa wito wa kutekelezwa kikamilifu kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 1701 na kuwa utekelezaji kamili ili kuelekea makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita na suluhisho la kudumu kuhusu mzozo huo. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema ameyakubali makubaliano hayo na Israel. Iwapo makubaliano haya yatadumu, basi huende kasafisha njia kufikiwa makubaliano ya amani kati ya Israel, Marekani na Iran, na itakuwa ushindi mkubwa kwa utawala wa Trump ambao umekuwa ukipata tabu kukabiliana vilivyo na Iran, hususan kushinikiza kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuachana na mpango wake wa kinyuklia. Carol Robi. Na katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani na Iran zina nafasi nzuri ya kukamilisha makubaliano ya amani katika siku chache zijazo kwa kuwa wa Iran wamekubali kukabidhi kile alichokiita vumbi la nyuklia. Trump amesema mkutano ujao na Iran unaweza kufanyika mwishoni mwa wiki hii, ingawa alionya kuwa mapigano yataanza tena ikiwa hakutakuwa na makubaliano. Omar Mkambara na zaidi. Rais Donald Trump amesema Marekani na Irani ziko kwenye nafasi nzuri ya kukamilisha makubaliano ya amani katika siku chache zijazo. Hatua hii inakuja baada ya Irani kukubali masharti mawili makubwa yaliyowekwa na ikulu ya White House, na akapendekeza kuwa anaweza kwenda Pakistani mwenyewe ili kuweza kukamilisha makubaliano hayo. Ni jambo muhimu sana kuhakikisha Irani haina silaha za nyuklia, na wameshakubali hilo. Irani imekubali hilo kwa msisitizo mkubwa. Pia wamekubali kurejesha kile kinachoitwa vumbi la nyuklia. Nyenzo hiyo iko chini kabisa ya ardhi kufuatia mashambulizi tuliyoyafanya kwa mabomu ya B2. Kwa sasa kuna mwafaka mkubwa kati ya Marekani na Irani, na ninaamini jambo chanya litatokea kwa haraka sana. Maafisa kutoka Islamabad wanashiriki katika juhudi za kidiplomasia wakisafiri kwenda Iran na nchi nyingine za Mashariki ya Kati kusaidia kufanikisha mazungumzo ya kumaliza mzozo huu. Kiongozi wa kijeshi wa Pakistan Asim Muniri alitembelea Teherani Jumatano, na waziri mkuu Shehbaz Sharif yuko katika ziara ya siku 4 akipita Saudi Arabia, Katari na Uturuki kutafuta uungwaji mkono wa makubaliano hayo. Wakati vita vinaingia wiki ya 7, pande zote mbili zinakabiliwa na shinikizo la kiuchumi, huku gharama za gesi zikiongezeka duniani kote. Vikosi vya Marekani vimewaua viongozi wakuu wa Irani na maafisa wengine wakuu, pamoja na kushambulia maeneo mengi muhimu, zikiwemo meli 150 za Irani. Mazungumzo ya awali yaliyofanyika nchini Pakistani wikendi iliyopita hayakufanikiwa licha ya kutumia zaidi ya saa 20 za majadiliano. Inatarajiwa sasa mazungumzo ya pili yatafanyika wikendi hii ili kuweza kumaliza mgogoro huu. Na pia Trump hakukataa uwezekano
uwezekano wa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano wa wiki 2 kati ya Marekani na Iran unaotarajiwa kumalizika Aprili 22. Taarifa ya Omar Mkambara. Huku idadi ya watu wanaofuga wanyama nyumbani ikiongezeka nchini Kenya, mtazamo kuhusu nafasi yao katika familia nao unabadilika kwa kasi. Sasa wanyama hawa hawachukuliwi tena kama walinzi au kwa matumizi ya kawaida pekee, bali kama sehemu ya familia. Katika mtaa wa Karen jijini Nairobi, kuna eneo maalumu linaloonyesha mabadiliko hayo, ambapo wamiliki wanawapa wanyama wao heshima ya mwisho wanapofariki. Mariam Mjahidi alitembelea makaburi hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mawe ya makaburi yamepangwa kwa ustadi katika makaburi ya mtaa wa Karen jijini Nairobi nchini Kenya. Kila moja likiwa limeandikwa jina la mnyama aliyependwa na wamiliki wake ambao ni binadamu. Baadhi ya makaburi yamezungushiwa uzio mdogo wa miti, ishara ya heshima na ulinzi wa kumbukumbu za waliowapenda waliolazwa hapa. Haya sio makaburi ya binadamu tuliyoyazoea, ila ni makazi ya mwisho wa maisha wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile paka, mbwa na kasuku. Ninakutana na Wangari Kariuki, mkurugenzi mtendaji wa shirika la kulinda na kutunza wanyama wa Kenya KSPCA. Kuna wenye pia wanakuja wanafanya funeral service, kuna wenye hadi wanakuja na pasta, kuna wenye wanakuja wanafanya their goodbye rituals. Awali waliotaka kuwalaza wanyama wao wapendwa katika eneo hili walilazimika kukabiliana na gharama ya $5,000. Na japo bei sio ya mwananchi wa kawaida, kutokana na idadi ya watu wanaotaka kuaga wanyama wao kwa ustaarabu, bei haijawazuia kutimiza hilo, kwani idadi ya wateja imezidi kuongezeka na kwa sasa eneo hili limejaa. Cemetery imeenda hadi huko juu. Na tumekuwa in operation for very many years. Kaburi huku kulikuwa kumejaa, kulikuwa na demand ya watu kutaka kuzika their beloved pets. Nilikutana na Victoria mwenye umri wa makamo akikagua simu yake ambayo ilijaa picha za paka wake aliyekuwa anampenda sana na kumpa jina Ella. Ella tulikuwa tunampenda sana kama mtoto wetu, sababu alikuwa paka mwenye alikuwa mrembo, kila mtu alikuwa anampenda, alikuwa pia anatupenda. Anaelezea siku ya simanzi katika familia baada ya Ella kufa ghafla. Kisha huo muda alikuwa na watoto wake pia wadogo, walikuwa wanajaribu kumnyonya wakati ashakufa. Hiyo kitu iliniuma sana, hadi tulitoa machozi. Hiyo siku tulilia wote kwa hiyo nyumba. Katika maumivu hayo, alilazimika kufanya uamuzi jinsi ya kumwaga Ella. Nilimchukua mimi na watoto wangu, tukaenda tukachimba kaburi, kisha tukamzika na tukamwekea maua. Naam msikilizaji, na sasa moja kwa moja ni habari za michezo na Umar Mkambara. Halima, naona umeduana nyumbani, unaona muda mchache, lakini kwa nataka nifahamu kama kwako unafuga paka na chakula unampaje, lakini endelea. Mimi bwana, paka ni kiumbe ambaye namuogopa sana, especially yale manyoya yake yananiathiri zaidi. Sawa, moja kwa moja nianze na matokeo ya michuano ya Europa League ambako Aston Villa pamoja na Nottingham Forest wamefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali. Villa waliwachapa Bologna goli 4-0, huku Forest akishinda goli 1-0 dhidi ya Porto na kuwa wamesonga mbele. Freiburg wao waliweza kumfunga Celta Vigo 3-1 na kusonga mbele kwa jumla goli 6-1. Braga walifanya comeback na kumchapa Real Betis goli 4-2 na wakifuzu kwa jumla ya goli 5-3. Hivyo Villa watakutana na Forest, Waingereza wawili hawa, wakati Freiburg akicheza na Braga kwenye hatua ya nusu finali. Lakini pia Palace wamefanikiwa kusonga mbele kwenye ile michuano ya Conference League baada ya kupata licha ya kufungwa goli 2-1 na Fiorentina, na hivyo wanasonga mbele kwa jumla ya goli 4-2. Sasa Palace watacheza na Shakhtar Donetsk, wakati AZ Alkmaar yeye atakuwa ambao walitoka sare na AZ Alkmaar. Na Rayo Vallecano umetinga pia nusu finali ya michuano ya Conference League licha ya kufungwa 3-1 na AZ Alkmaar kwa sababu na AEK Athens kwa sababu walipata matokeo mazuri kwenye mchezo wao wa kwanza wa 4-3. Lakini nikukumbushe tu kwenye ligi kuu Tanzania bara, Dar es Salaam Young Africans wameendelea kuwa vinara wa ligi hiyo baada ya kupata ushindi hapo jana. Yanga wamefikisha alama 47
katika michezo 19 ambayo wamecheza, na hapo jana waliibuka na ushindi wa goli 6-0 dhidi ya timu ya Mbeya City, ambayo baada ya kufungwa goli hizo 6-0, klabu hiyo ya Mbeya City imeamua kuachana na benchi lake la ufundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Meki Maxime. Hasira. Hapana, mkifungwa si mnabadilisha tu kocha. Faheri kwa sasa. Shukran sana Umar. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikiwa sasa imetimia saa 12:15 katika Amka na BBC ya asubuhi hii. Ni kuhusiana na taarifa mbalimbali ikiwemo makubaliano kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku 10 zijazo yameanza kutekelezwa. Je, umewahi kushuhudia taarifa kuhusiana na makaburi yanapozikwa wanyama wafugwao nyumbani kama paka na mbwa? Na katika gumzo leo tunaangazia ligi ya mabingwa barani Ulaya. Hii ni BBC. Na mnaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12:16 Afrika Mashariki. Siku ya hemofilia duniani huadhimisha kila mwaka tarehe 17 Aprili ili kuongeza uelewa kuhusu matatizo ya kutokwa na damu na upatikanaji wa matibabu sahihi. Huathiri uwezo wa damu kuganda vizuri. Watu wengi wanaougua hemofilia hutokwa na damu kwa muda mrefu baada ya majeraha ama upasuaji. Sarafina Robi amezungumza na daktari wa magonjwa ya damu Kibet Shikuku kutoka katika hospitali ya West Nairobi. So ugonjwa wa hemofilia ni ugonjwa ambao inaathiri wanaume kwa kiwango cha juu, kwa sababu ni ugonjwa ambao unasababishwa na kutoganda kwa damu, na hii ni kwa sababu wagonjwa hawa ambao wako na hemofilia hawana uwezo wa kutengeneza clot. Kwanza nimesikia ukisema ukitaja wanaume, ina maana ugonjwa huu unawaathiri wanaume peke yake? Hapana, kwa sababu kwa kiwango kikubwa tena nitasema inaathiri wanaume. Na ni kwa sababu gani? Ugonjwa wa hemofilia ama uwezo wetu wa kuweza kutengeneza clotting factor proteins unatokana na the gene, the X chromosome. The X chromosome ambayo tunapata kwa mama inatupea uwezo wa kutengeneza clotting factor protein. So mwanamume ako na X chromosome moja na lile nyingine ni Y, na Y hauna uwezo wa kutengeneza clotting factor protein. Mwanamke ako na X's mbili, so akiwa na X moja ambayo sio nzuri na apate X nyingine ambayo kiko kizuri, inamsaidia, kwa sababu sasa ile X ambayo kiko kizuri inaweza kumsaidia kutengeneza hizi clotting factor proteins, lakini mwanamume hana huo uwezo. Hawa ambao huzaliwa bila huo ugonjwa wa hemofilia, ni nini kinachosababisha wao kupata hapo baadaye? Wale ambao wanazaliwa vyema mara nyingi wanasababishiwa na vitu ambavyo tunaita danger signal. Utapata kwamba unazaliwa kama mwili wako unaweza kutengeneza hizi protein, lakini kuna wakati ambapo tunaathirika na magonjwa. Kwa mfano, unapatwa na homa na virusi ambavyo vinatembea kwa mwili. Hizo virusi ama zile bakteria ambayo inatembea kwa mwili kwa sehemu yao, on the surface ya zile organisms ni proteins ndogo ndogo ambazo zinafanana na your clotting factor protein. So katika harakati ya mwili kupigana na hizi proteins ambazo ziko kwa hizi virusi ama ziko kwa hizi bakteria, ina produce antibodies ambazo pia zitalenga zile clotting factor proteins. La pili ni watu wengine wakati mwingine wanaathirika na ugonjwa wa saratani, na proteins ambazo ziko kwa seli ya saratani wakati mwingine unaweza fanana pia na hizi clotting factor proteins. Takwimu duniani zikoje, haswa tukiangazia ukanda wa mataifa ya Afrika Mashariki kwa wale ambao wameathirika tayari? Ugonjwa huu unaathiri 1 kati ya watu 10,000. Ya wale ambao tumeweza kuafikia globally ni karibu nusu yake, 400 hadi 500. Na ukiangalia nchi yetu kama hii ya Kenya, lakini kama nchi hatujaweza kuwafikia hao watu. Tumeweza tu kuwafikia watu karibu 1,300. Na ukiangalia nambari zetu hapa Kenya, labda tuko juu hata kushinda nchi zingine kama Tanzania, Uganda, Rwanda, na ni kwa sababu hata na wao bado wako na hizi changamoto za kuwafikia watu ambao wameathirika na huu ugonjwa. Naam, ni daktari wa magonjwa ya damu huyo Kibet Shikuku, kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi.
Matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com na pia katika simu yako ya kiganjani kama anavyofanya Gilbert Katunzi. Wao unasema wanatupata vizuri na vya kutosha. Jafar Kopo unazungumzia kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati, unasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Robert Mwenda unasema Israeli waache vita, wanaua raia wasio na hatia. Msikilizaji, katika gumzo letu hii leo tunaangazia ligi ya mabingwa barani Ulaya ambapo zimesalia timu 4 kwenye mbio za ubingwa wa michuano hiyo: Arsenal, Bayern Munich, PSG na Atletico Madrid. Je, ni timu gani ina nafasi ya kufanya vizuri katika michezo ya nusu fainali na fainali? Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Tagato James Tagato na Amisa Abdurahmani, ambaye kwanza wanaanza kuelezea tutarajie nini katika michezo ya nusu fainali. Kwanza usizitazame timu 4 tu kama ambavyo pengine watu wengi wanazitazama. Tazama timu 4 kama mataifa 4 ambayo yameingia kwenye hatua ya nusu fainali. Ni mataifa 4 makubwa kwenye mpira barani Ulaya ndiyo ambayo yameingia. Tafsiri yake ni kwamba tunakwenda kwenye nusu fainali yenye viwango vya juu, tunakwenda kwenye nusu fainali itakayotupa mechi zenye uzito wa kiwango cha juu kabisa. Kwangu naiona nusu fainali ambayo imebalance, nusu fainali ambayo hakuna hata mmoja ambaye ni mnyonge na hakuna ambaye amepita pia kwa bahati mbaya. Tagato James Tagato, PSG bingwa mtetezi chini ya Luis Enrique wanakwenda kwa kabili Munich ya Vincent Kompany. Hapa unaona Luis Enrique akiendeleza ubora wake na kutoa taji lingine ama kufika fainali, ama Vincent Kompany ambaye miaka kadhaa alifukuzwa Burnley anaenda kutengeneza heshima mpya. Kwanza mimi kwangu hii ndio mechi pendwa zaidi na huwa naitazama kama ni fainali kwenye nusu fainali. Yaani hii ni mechi ambayo kila mtu alikuwa anatazama ama anatamani ndio ingekuwa fainali. Kwa nini? Ni kwa sababu ya hizi timu zimepata faida kubwa tangu katika yale mazingira ya kuondoa bao la ugenini. Ukiziangalia kwenye hatua ya mtoano na namna ambavyo tumekuwa tukiyatazama mashindano haya, hizi ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifunga mabao mengi sana. Msimu huu unajua Bayern peke yake katika mashindano yote amefanikiwa kufunga zaidi ya mabao 100. Katika ligi 5 bora barani Ulaya ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi. Lakini hebu iangalie Paris Saint-Germain, wamemuondoa Chelsea kwa aggregate ya mabao 8, wanamuondoa Liverpool kwa aggregate ya mabao 4, 2 nyumbani, 2 ugenini. Inakuonyesha kuwa ni timu yenye nguvu sana hasa kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu 2 ambazo zinashambulia vizuri sana na zinakupa taswira ya ile maana halisi ya UEFA Champions League kuamua kubadilika kutoka kwenye yale mazingira ya faida ya bao la ugenini na kuja kwenye free flowing football ambayo inatupa mabao mengi sana ambayo tumeyashuhudia kwenye misimu ya hivi karibuni. Na hata ukizitazama hii, tafsiri yake ni kwamba tutakwenda kushuhudia mechi ambayo pengine inaweza kutupa mabao mengi sana. Salia hapo Tagato James Tagato, nije kwako Hamisa. Arsenal hawajawahi kabisa kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Wanakwenda kwa kabili Atletico Madrid ambao pia wao hawajawahi kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Wengi wanaitazama kwamba Arsenal ni klabu bora sana kwa sasa. Unadhani huu ndio mwaka ambao Arsenal anakwenda kutengeneza rekodi mpya kuwa bingwa wa Ulaya? Ndio, na hata makampuni ambayo yanafanya masuala ya utabiri pia wamempa Arsenal nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Nafikiri ni kwa sababu pasi na kuikosea heshima football na ubora pia wa Arsenal wakiwa nao, lakini nafikiri hata njia ambayo Arsenal wamepita ni njia ambayo haikuwa ngumu sana ya kumzuia yeye kuweza kufika fainali. Kwa sababu tukizungumza uhalisia wa Arsenal kwa misimu hii kadhaa na standard ambayo ameiseti kwa njia ambayo amepita, wakutana na Bayer Leverkusen, nakutana na hawa Sporting CP, na aina fulani ya wapinzani ambao ni wapinzani fulani wa kawaida, sio daraja la juu. Na ndio maana ushangai upande ambao Arsenal walipangwa ni timu moja pekee ambayo ndio imewahi kuchukua taji la UEFA Champions League ambayo ilikuwa ni FC Barcelona peke yake. Wao Atletico Madrid pia hawajawahi kuchukua. Arsenal amefika finali mara moja, mwenzia Atletico Madrid amefika finali mara 2 na akapoteza zote dhidi ya Real Madrid. Kwa hiyo kwangu Arsenal na hiyo nafasi kutokana na ubora ambao Arsenal ameuseti kwa sasa hivi. Arsenal anazuia vizuri sana. Kwa hiyo kwangu nafikiri Arsenal hiyo nafasi wanayo, kwa sababu wanakutana na Atletico Madrid, hawakutana na Bayern, hawakutana na PSG tano. Kwa hiyo nafasi wanayo by the way, lakini naamini pia Cholo atakuja na mpango mkakati ambao utakuwa tofauti na namna ambavyo walicheza na Arsenal
kwenye mchezo wakiwa katika group stage ya UEFA Champions League. Ni kirejea kwako Tagato, Arsenal msimu huu walikuwa wanawania mataji 4, yamekwisha kudondoka mataji 2, wamebakia na mataji 2, taji la ligi kuu pamoja na hili la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwako wewe, unawaona Arsenal washika mitutu wa London wakienda kushangaza ulimwengu kwa mara yao ya kwanza kabisa kwa kutoa taji la Ulaya? Yes, mimi naamini Arsenal wanaweza kulichukua taji hili kwa mara ya kwanza kwa sababu kadhaa. Moja, kwanza hawajawahi kulitoa kabisa. 2, wanakwenda kucheza na Diego El Cholo, kwa maana ya kocha wa Atletico Madrid ambaye ameshawahi kufika fainali mara 2 na akapoteza. Namna alipopoteza wote tunajua. Anaanza mechi vizuri, anapenda zaidi kuzuia, lakini wachezaji wake kwa kiasi kikubwa huwa wanakosa misuli ya kuweza kustahimili kwa dakika zote 90. Jambo kubwa na la muhimu, na ndio la pili kwangu mimi, Arsenal ni miongoni mwa timu bora zaidi kiulinzi barani Ulaya mpaka sasa. Imeruhusu mabao machache, lakini namna ambavyo timu inacheza, ule ukaribu baina ya mstari mmoja na mstari mwingine, inakupa uhakika zaidi wa kuto kuruhusu mashambulizi mengi. Lakini hata nyakati ambazo wanaruhusu mashambulizi mengi, lakini ukitazama timu kwa ujumla wake, unaiona ni miongoni mwa timu ambazo zimekamilika sana, hasa kwenye eneo la ulinzi. Sasa kwa sifa hii tu ya eneo la ulinzi, kwangu mimi, kiniambia timu ambayo wanaitazama kama inaweza kuwa bingwa, Arsenal namuweka namba 1, alafu anafuata Bayern Munich. Nirejee kwako Hamisa, mchezo gani utakuwa ni fainali kabla ya fainali, wa Arsenal na Atletico ama PSG na Bayern Munich? Basi na kupepesa macho, mchezo wa Bayern dhidi ya PSG. Huu mchezo kwangu mimi, hata kwa maoni yangu, nafikiri bingwa pia anaweza katoka hapa. Kwa sababu kwanza inazikutanisha timu ambazo ni bora duniani kwa sasa hivi. Ukizungumza timu ambayo ina safu bora ya ulinzi, huwezi kuiondosha PSG, huwezi kuiondosha Bayern. Timu ambayo ina safu bora ya kiungo, ina kiungo kizuri, huwezi kuiondosha PSG, huwezi kuiondosha Bayern. Lakini nafikiri hii mechi ya Bayern na PSG itateka attention ya watu wengi sana duniani kutokana na ubora wa vikosi vyote viwili, form zao kwa wakati husika, walimu pia, namna ambavyo wanazifundisha hizi timu, namna ambavyo wameset standard ya hizi timu. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni mechi ambayo ni burudani pia kwa sisi wadau wa soka. Sawa, Hamisa, kwa kifupi kabisa, timu gani wewe unaipa nafasi ya kuwa bingwa msimu huu? Kiukweli nafikiri Bayern Munich, kama atapata kama itawezekana wao kuondosha PSG, kwa sababu honestly naona ugumu watakakutana nao watakapocheza na PSG. Lakini kwangu naamini, au naweza nikasema mshindi wa PSG, wa mechi ya PSG na Bayern atakuwa bingwa. Lakini ukiniambia nimtaje moja kwa moja, nitampa hiyo nafasi Bayern Munich. Nam ni Hamisa Abraham huyo, na pamoja na mchambuzi James Tagato wakikamilisha gumzo lililoandaliwa na Omar Mkambara. Taarifa ambazo pia zimemgusa pia Eric Ngojola, unasema unasikiliza BBC ukiwa nchini Malawi. Ibrahim Gida unatusikiliza ukiwa kutoka Bagamoyo, Tanzania. Timos Kipyule unasema asante kwa kusikiliza BBC. Ahadhi Philbert Mwaikambo, nawe pia unasikiliza Amka na BBC. Msikilizaji, nawe pia unaweza kurudia tena kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. Na mpaka hapo Amka na BBC kwa wiki nzima iliyosimamiwa na Omar Mkambara haina la ziada. Mhariri wake alikuwa ni Carol Robi, kwa niaba ya Samba Tenzi na Habert Masue, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni, na kutakia Jumaa Mubarak na kuwa na siku yenye mafanikio. Kwa heri kwa sasa.